Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka. Kile ambacho ninawaomba, tafadhali mupige subscription, bonyeza kengele, uweze kujiandikisha kama mwanafamilia wa hichi kituo, ili kipindi ambapo tutakuwa tunaachia taarifa unazipata kwa haraka sana. Wapenzi watazamaji, iwapo unaweza ukatupea zawadi, sisi kama kituo ambacho kimekuletea taarifa zote kutoka Tanzania kipindi ambapo maandamano yalipoanza, nitaweka nambari hapo, kwa sababu hakuna kituo ambacho kimekuwa kikikupasha kutoka Tanzania, kwa sababu vituo vingi vimetulia kutoka Tanzania. Wewe si ujiulize kwa nini wanamfuata dikteta Samia. Wapenzi watazamaji, taarifa ambazo zimeweza kunifikia kwa studio zinasema kwamba Samia Suluhu ataapishwa siku ya Jumatatu, tarehe 3 Novemba mwaka 2023. Yani 25, kuniradhi. Na Samia ameamua kukimbilia katika kambi ya jeshi. Naomba unisikilize kabisa. Samia ameamua kukimbilia katika kambi la kijeshi. So hafla ya kumuapisha itakuwa inafanyika katika kambi la kijeshi. Watakaohudhuria ni wanajeshi peke yake. Hakuna mwananchi wa kawaida mwenye hataruhusiwa kufika kwenye hafla ya kulishwa kiapo kwa Samia Suluhu. Mnanielewa? Sikiliza nikusomee taarifa ambazo zimenifikia, alafu nitakupea maoni yangu. Suluhu Hassan kuapishwa Jumatatu saa 4 asubuhi, tarehe 3 Novemba. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuapishwa rasmi Jumatatu Novemba 3 jijini Dodoma. Kulingana na taarifa ya serikali iliyotangazwa kupitia runinga ya kitaifa ya TBC, sherehe ya uapisho itafanyika katika uwanja wa kijeshi, ambapo raia wa kawaida hawatakubaliwa kuhudhuria. Naomba usikilize hapo. Yaani sherehe hiyo, karamu hiyo itafanyika katika uwanja wa kijeshi, na hakuna hata raia mmoja, hata mmoja mwenye ataruhusiwa kufika pale. TBC itapeperusha matangazo hayo mbashara kutoka Dodoma kwa taifa. Mumeelewa? Yaani TBC peke yake, TBC runinga ya serikali peke yake ndiyo itaruhusiwa kupeperusha moja kwa moja Samia akiapishwa. Swala nyeti, kipengele hicho ni kipengele, nitawaambia. Rais Samia alitangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 kwa kujinyakulia 97.66% ya jumla ya kura zote zilizopigwa. INEC imetangaza kwamba ushindi mkubwa wa Rais Samia ambao haujawahi kushuhudiwa nchini Tanzania katika awamu 5 za kwanza za uongozi wa nchi hiyo. So wapenzi watazamaji, unasikia kituo hicho cha TBC kinaripoti kwamba Samia atatawazwa siku ya Jumatatu na atatawazwa katika uwanja wa kijeshi. Hakuna mwananchi ambaye ataruhusiwa kufika pale. Unanielewa? Hakuna mwananchi mwenye ataruhusiwa kufika pale. Ni wanajeshi peke yake.
na ni kituo kimoja peke yake TBC kimeweza kuruhusiwa kuenda kupeperusha matukio yale. Wacha sasa nianze kutoa maneno yangu. Jambo la kwanza, ni kwa nini Dikteta Samia Suluhu ameamua kwamba ataenda kuapishwa katika kambi la kijeshi au ataenda kutumia uwanja wa kijeshi, mahala ambapo wanajeshi wako, na hawa wananchi mamilioni 31 ambao anasema kwamba waliweza kumpigia kura wasiruhusiwe kufika kwenye hiyo hafla? Hilo swali utanijibu. Kwa nini? Kama anasema kwamba aliweza kupata kura milioni 31, kama zile kura ambazo alipata ni za kihalali, mbona anaenda kujiapisha mahala ambapo raia hawaruhusiwi kujionea? Kwa sababu katiba inasema rais anapaswa kuapishwa wananchi wakishuhudia. Sasa wanataka kutuambia kwamba wananchi watashuhudia kutoka kwa matelevisheni, wala hawatashuhudia moja kwa moja. Sijawahi ona rais mwenye anaapishwa bila ya wananchi. Kumaanisha Samia hakupata hizo kura ambazo anatuambia kwamba alipata kura milioni 31. Kama alizipata, angeruhusu hata wananchi milioni hata 3 peke yake, hata wananchi 60,000 waende katika uwanja wa kimataifa wa Tanzania, waketi chini, washuhudie akiapishwa. Na nielewa mpenzi mtazamaji, mimi ni mtangazaji na ninaweza nikakuambia kila kitu, na huwa mimi siogopi, na nitakuambia kila kitu. Mimi sijawahi ogopa. Mwanaume hapaswi kuogopa. Na nielewa kuna kitu ambacho tumefichwa hapa. Kwa nini? Wamesema kwamba ataenda kuapishiwa kwa kiwanja cha kijeshi, na wanajeshi peke yake ndio watafika pale. Na nisikiliza mpenzi mtazamaji, na ni kituo kimoja peke yake kitapeperusha taarifa hizo, kituo cha TBC. Ni nini ambacho kinakufanya uamini kwamba Samia ataapishwa siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba? Kulingana na akili zangu, sijui kama haya ni maoni yangu peke yake. Kulingana na akili zangu mimi Ezra, ninaona kwamba Samia kile kipindi alipotangazwa kwamba ameshinda na akakabidhiwa cheti cha ushindi na tume ya uchaguzi Tanzania ambao ni ya ukora, alienda mpaka kwenye uwanja wa ndege, yani uwanja wa kijeshi siku ya Jumamosi, akaapishwa. Wakaita kituo cha TBC, wakarekodi. Hayo ni maoni yangu, wakarekodi. Hicho kituo cha TBC kwa sababu ni cha serikali, ndicho peke yake kiliweza kuruhusiwa kwenda kunasa kanda, wakarekodi. Sasa kila ambacho wananchi wa Tanzania watakuja kuchezewa siku ya Jumatatu saa 4 asubuhi tarehe 3 Novemba mwaka 2025, itakuwa ni kanda ambayo ilinaswa, itakuwa inapeperushwa hewani ili iweza kusemekana kwamba ni moja kwa moja matukio ambayo yanaonyesha rais akiapishwa. Kama ingekuwa inafanyika siku ya Jumatatu, wangeruhusu wananchi kujionea. Kwa sababu hiyo hafla haitafanyika Jumatatu, mimi ninaona kwamba ilifanyika maybe Jumamosi au Jumapili. Sasa video ikakuwa recorded, itaenda kuchezwa kwa TBC. Kwa sababu kituo ni kimoja peke yake
ambacho kimeweza kuruhusiwa kwenda ambacho kimeweza kuruhusiwa kucheza kuonyesha jinsi ambavyo Samia atakuwa anaapishwa. Wadanganye wajinga yani Watanzania wote walierefuka. Wakenya wote, Watanzania, wa Uganda, wananchi wote walierefuka kitambo. Watuambie tu walirekodi video Samia maybe akiapishwa Jumamosi au Jumapili. Sasa Jumatatu watakuja kucheza tu video. Kwa nini nimeweza kusema hivyo? Mbona wamezuia wananchi wasiende pale? Au maybe Samia aliogopa kwamba wananchi wakienda pale kuenda kushuhudia jinsi ambavyo anaapishwa wangempigia kelele. Ni kipengele. Anyway, hayo ni maoni yangu. Sijui wewe maoni yako ni yepi? Wewe unaona kweli ataapishwa Jumatatu au aliapishwa kitambo, sasa video ikakuwa recorded itakuja kuchezwa Jumatatu? Hayo ni maoni yangu, hata mimi wakati mwingine naweza nikakosea. Naomba nione wazo lako.